Karibu sana. Habari yako? Kelimo? Hai. Kelimo? Hai. Kelimo? Hai. Mbegu zetu? Hazina yetu, urithi wetu, tuzitunze. Perfect. Siku ya tarehe 23 mwezi Aprili mwaka 2024 katika kijiji cha Nangose wilayani Masasi, tukio la kipekee lilitokea ambapo mashirika kadhaa ya maendeleo ya kilimo yashirikiana kwa karibu na jamii ya wakulima, shirika la SwissAid, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania yaani TARI, kituo cha utafiti wa kilimo cha Naliendele, taasisi ya utafiti wa kilimo hai cha Switzerland FIBL na taasisi ya mtandao wa Bioanuwai Tanzania TABIO. Washiriki kwa pamoja katika zoezi la tafiti shirikishi katika shamba mama la utafiti wa zao la ulezi lenye aina zaidi ya 23 kupitia mradi wa Crops 4HD, mradi unaohimiza utumiaji wa mazao yasiyopewa kipaumbele yenye afya. Zoezi hili lilishirikisha jumla ya wakulima 40 kutoka vijiji mbalimbali kama vile Michiga, Mnanje A, Mnanje B, Chigugu, Mpindimbi, na Hawara, na Ngomba, Mkungu, Temeke na Nangose. Tafiti shirikishi ni njia muhimu sana katika kuendeleza sekta ya kilimo kwa kuwezesha ushirikiano kati ya utafiti, mashirika maendeleo na jamii ya wakulima wenyewe. Zoezi hili la kipekee lilenga kufahamu mahitaji halisi ya wakulima katika swala la mbegu na kukuza mazao ambayo mara nyingi yanapuuzwa na kusahaulika. Hapa tunazingatia umuhimu wa zoezi hili. Kuwajibika kwa mahitaji ya jamii. Tafiti shirikishi huweka mkazo kwenye mahitaji halisi ya jamii ya wakulima. Kwa kushirikisha wakulima wenyewe katika mchakato wa utafiti, zinazotokeza mahitaji ya kweli yanayohitaji kutatuliwa. Kuongeza ufanisi wa rasilimali. Kwa kushirikiana na mashirika tofauti na kufanya utafiti katika eneo moja, rasilimali zinatumika kwa njia iliyoboreshwa zaidi. Hii inapunguza gharama na kuongeza matokeo chanya. Kukuza mazao yenye thamani. Kupitia utafiti huu, mazao ambayo mara nyingi yanapuuzwa yanaweza kupata umuhimu unaostahili. Hii inaweza kuwasaidia katika kujenga mfumo wa kilimo endelevu na kujitegemea zaidi. Kuelimisha na kufanya mabadiliko. Wakulima wanapopata fursa ya kushiriki katika tafiti, wanapata elimu na ujuzi ambao unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika njia wanazolima na kusimamia mazao yao. Kujenga ushirikiano na ushirika. Tafiti shirikishi hujenga mahusiano ya karibu kati ya wakulima, mashirika ya maendeleo ya kilimo na serikali. Hii husaidia katika kujenga jamii imara na yenye nguvu. Kwa kuzingatia umuhimu huu, zoezi la tafiti shirikishi katika shamba mama la utafiti kijiji cha Nangose wilayani Masasi linaweza kutazamwa kama hatua muhimu katika kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya kilimo. Kwa kushirikiana na jamii ya wakulima na kujikita katika mahitaji yao, tunaweza kufikia malengo ya ustawi wa kilimo endelevu na maendeleo vijijini. Kinachofuata ni taarifa kutoka kwa wataalamu kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika shamba mama hili lililopo kijiji cha Nangose wilayani Masasi. Hapa tupo katika eneo la Masasi, eneo ambalo linahusika katika project ya tunaita Crop 4HD. Ni project ambayo inahusika na mazao ambayo ambayo yameachwa katika matumizi ya kila siku ya mwanadamu. Hivyo SwissAid walikuja na mpango ambao ni mpango shirikishi ambao unashirikisha research, yani ikiwa na maana utafiti, pamoja na wakulima. Lakini nia hasa ni ya kujaribu kuziangalia zile mbegu ambazo zimeachwa au zimesahaulika katika mlolongo mzima wa vyakula katika kwa mwanadamu. Hili limefanyika ili kuweza kupeleka kwa haraka zaidi mbegu hizi na kuziwezesha kwa wakulima waweze kuzikumbuka na kuweza kuzitumia. Sasa nini ambacho kinafanyika? Kinachofanyika hapa ni kwamba mradi tumeufanya katika vipindi vitatu sasa hivi, kwa kipindi cha 4. Nia hasa ni kujaribu kukusanya mbegu kwa wingi ambazo zimesahaulika, zikiwa ni pamoja na njugu na ulezi.
lakini pia tunaangalia na upande wa ufuta. Lakini nini ambacho tunakifanya hasa katika maeneo haya ni kuweza kuchambua, kuangalia hizi mbegu ambazo zipo yani zina uotaji wake na uzalishaji wake ukoje. Sasa hiyo tunawaachia wakulima wao waweze kufanya nini, kuchagua nini ambacho wao wanakifanya nini, wanakipenda. Sawa. Lakini tukija kwenye upande wa utafiti tumefanya kwamba mbegu zote tumezikusanya, tukikusanya na zile mbegu ambazo tumezishazitoa kwa ajili ya wakulima, tukijaribia kuona ni zipi ambazo zinafanya vizuri, ili zile ambazo zinafanya vizuri ambazo wakulima watazichagua tuweze kuendelea nazo, kuzifanyia uzalishaji na kufanyia utafiti zaidi, kuweza kumfikia mkulima kwa uharaka zaidi. Kwa kweli katika mazao ambayo mwanadamu sahau ni pamoja na njugu na ulezi. Ulezi ni chakula ambacho kinatia wanga, kiko kwenye upande wa wanga, na njugu kiko upande wa hizi jamii ya mikunde. Unaona? Sasa huku kwenye njugu tunapata protini, mambo ya hizi utia dadi, mambo ya mafuta, kuna mafuta kwenye njugu na viinilishe vingine kadhalika ambavyo ni muhimu sana kwa mwanadamu. Wanasema ukila njugu umekula nyama, umekula na hii maharage, umekula na ugali, kitu chochote cha wanga, kwa sababu wanaita ni mlo kamili, kwa sababu umeingiza vyote, umeingiza protein, umeingiza mafuta, umeingiza na hiyo wanga, vyote vinapatikana kwenye njugu. Na ulezi pia una virutubisho vingine ambavyo mwanadamu anatakiwa avile. Sasa haya mazao tumeacha katika vizazi vya nyuma, miaka na miaka vilikuwa vinatumika, lakini sasa hivi tumeingia kwenye misimu hii ya sasa, watu wamebadilika, wameamua kuacha vile ambavyo vilikuwa ni muhimu sana. Watu kuweza kuishi kwa miaka mpaka 100 na kitu ni kwa sababu walikuwa wanatumia vile ambavyo tumeelewana. Wito kwenye jamii tunaomba kwamba waweze kuvitumia kwa wingi ili viwaletee afya bora, wazidi kuimarika katika afya na kujenga taifa. Lakini niseme tu wito na wapatia huo, lakini nije kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukafika kwa wakulima kuwapelekea mbegu. Mbegu hizi tunapofanya haya majaribio haya ni kwamba tunayafanya ili kuweza kurahisisha mbegu kumfikia mkulima, kwa sababu mbegu atakayochagua mkulima ukimpelekea ataitumia mbegu hiyo, lakini sisi tunaiangalia ile mbegu na kuiboresha. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi zaidi, sio kwetu sisi kukaa kule maofisini tukijaribu kutafiti mbegu ambako mbegu tunakuja kuitoa ambapo mkulima anasema mimi sitaki kwa sababu labda haina ladha, labda unaona vitu kama hivyo. Lakini kwa hii majaribio haya tunayoyafanya ni muhimu sana, kwa sababu inafika mahali mkulima anachokifanya ni kutafuta kile ambacho yeye anakipenda. Kwa hiyo sisi kazi yetu ya watafiti ni kuweza kuiboresha. Asante. Kuiboresha tu ili kuweza kufikia mkulima mwingine waweze kuendelea kupata mbegu kwa wingi. We have a project which is running in 4 countries called Consumption of Resilient and Orphan Crops for Healthier and Nutritional Diets. It is basically in West Africa, in Chad and Niger. In East Africa it's in Tanzania, and it is in India. So for Tanzania, this project is we are running under 3 categories. We have some push activities which are basically supply driven. We have pull activities which are market driven, demand driven, and we are also working on policy part so that we can advocate how project is going to bring differences in the consumption of neglected and underutilized crop species. So this project primarily focuses on neglected and underutilized crop species, and here in Tanzania our key focus crops are Bambara bean,
sesame and finger millet. That is the news crop. And with World Vegetable Center, which is based in Arusha, we are working on like African eggplant, the African nightshade, and then we have a little bit of other vegetables as well, some of amaranth as well. The main idea to be here at this time of the year is that the crop is in early vegetative growth stages. So it is imperative for us to conduct the monitorings of the trial, how trials are sown, whether all the practices are there in place or not. At the same time, we engage farmers when the monitoring team visits. We do an activity which is called as participatory varietal evaluation, wherein we ask farmers for their feedback. It's a bottom-up approach, not the top-down approach where scientists will tell farmers what they should go. Rather, we tell farmers, we request them to come to the field, as you might have seen today, and we ask them what are their most preferred parameters of a particular crop which they would like to see in their variety that they will plan to cultivate on their piece of land. So farmers come to the field, we have an exhaustive discussion with farmers wherein we discuss about their most preferred traits and parameters they would like to see in a variety. For example, we did it today for finger millets, and farmers told us that they need good quality seed. The seed should be free from any diseases, it should be free from any impurities. On seedling stage, they said like it should be green in color, it should be healthy. At the same time, for reproductive crop growth stages which are actually yield defining factors, they told us that it should have more number of tillers, the grain should be big and bold, it should be properly filled. So these are the parameters which farmers categorically tells us, and then we rank these parameters on a scale where we ask farmers which is going to be their most important trait that they want to see in their variety. Zoezi la leo lilikuwa ni uchaguzi shirikishi wa mbegu ambao tumewashirikisha wakulima toka sehemu mbalimbali, na hawa wakulima walio hudhuria hapa ni wale ambao wanafanya pia majaribio ya shamba mtoto huko kwao katika mazao yetu matatu ambayo ni ulezi, njugu pamoja na ufuta. Kwa zoezi la leo lililoendelea ni shamba mama la ulezi, ambalo haya mashamba mama ya ulezi kwa msimu huu yako mawili. Moja tumelifanyia hapa na Ngose, lingine limefanywa katika kituo cha utafiti cha TARI Naliendele. Kwa zoezi la leo wakulima wameshiriki kama nilivyosema. Zoezi hili la uchambuzi shirikishi wa hizi mbegu ambao umefanywa na wakulima leo, kuna baadhi ya mbegu ambazo baada ya wakulima kuzunguka wameweza kugundua kwamba hizi ndizo zinafanya vizuri au zimefanya vizuri, na zipo ambazo wameziona kwamba hizi hazifanyi vizuri. Zile ambazo zimefanya vizuri, kuna moja ambayo ni TEC 017 ambayo yenyewe kwa tafsiri au kwa jina maalumu yenyewe inaitwa boko, maana nyeusi. Hili ni neno ambalo linatoka huko maeneo ya Arusha, kwa hiyo ni mbegu nyeusi. Lakini ya pili ambayo imefanya vizuri baada ya wakulima kuzunguka na kuchambua ni mbegu ambayo inaitwa njano. Hii ni TEC 013, na ya tatu ni TEC 003 ambayo yenyewe inaitwa Singida, na TEC 15 ambayo na yenyewe inaitwa njano. Lakini pia zipo ambazo wakulima wameziangalia wakaona kwamba ufanisi wake sio mzuri. Hizi nazo ni kama zifuatazo: kuna TEC 302 ambayo yenyewe inaitwa U15, kuna TEC 018 yenyewe inaitwa Neribo, na kuna TEC 002 inaitwa Umbeke. Hizi ndizo ambazo zimeonekana kwamba wakulima wameona kabisa kwamba ufanisi wake hauko vizuri. Kwa hiyo umefaulu kwa asilimia ngapi? Na ukiangalia kwa hili zoezi ni kwamba idadi ya mbegu zilizofanya vizuri ni nyingi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa zaidi ya 70% ni kwamba zoezi limefanikiwa na wakulima wameona kwamba kipi ambacho kinafaa kwenye mazingira haya, na ndio maana tumekuwa na haya majaribio kutoka katika maeneo matatu tofauti. Tunayo hapa Masasi kama alivyosema mtangulizi, tunalo kule Naliendele Mtwara, tunalo lingine Lindi. Kwa hiyo ukiangalia haya matokeo yanaonyesha kwamba kuna hizi aina zinafanya vizuri kwenye maeneo fulani. Ukialinganisha haya matokeo ya leo na yale tuliyoyafanya jana Mtwara, unaweza kukuta kilichofanya vizuri hapa Masasi sicho kilichofanya vizuri kule Naliendele, na hii yote ni kutokana na utofauti wa giving feedback. Mimi nasimamia mashamba 26 mashamba mtoto ya njugu pamoja na ufuta, na yanaendelea vizuri, na swala hili wakulima wamelipokea vizuri kwa mikono miwili, kwa sababu ni mazao ambayo yameachwa kwa asilimia kubwa kutumika
Kwa hiyo pia ni mazao ambayo yana kiwango kikubwa cha lishe kwenye kaya zetu. Hii ni mradi unaosema uhimizaji wa mazao yasiyopewa kipaumbele yenye afya. Na mazao haya yamekuwa yakionekana ni mazao yasiyo na umuhimu kwenye jamii. Kwa mfano ulezi, ufuta, njugu. Kwa maana kwamba kwa namna nyingine wakulima wanayalima kwa ajili ya kuuza tu na sio kwa ajili ya ulaji, kwa mfano zao la ufuta. Tukija kwenye swala la njugu, wengine wanafikiri dhana ya kwamba wakilima njugu inaweza kuzuia kutokunyesha kwa mvua. Lakini zimekuwa ni dhana potofu ndani ya jamii, wakiamini hivyo kwa miaka mingi. Lakini sasa mradi huu unawaleta pamoja wakulima kuzielewa, kuzitambua mbegu zao, kuzitunza pamoja na kuzilima. Na zoezi hili ni muhimu kwa ajili ya kuwafanya wakulima kujisikia sehemu ya tafiti za pamoja ambazo zinachangia kuonyesha ni namna gani wana uwezo wa kuendeleza mbegu zao. Lakini pia wanajifunza zaidi namna gani wanaweza kuzizalisha hizi mbegu kwa manufaa makubwa kwa ajili ya kaya zao, kuboresha uzalishaji, lakini pia kuangalia swala zima la lishe na virutubisho ndani ya familia. Kwa hiyo zoezi hili ni muhimu kwa wataalamu, kwa mashirika binafsi na watafiti ambao kwa moja wanahusika katika kuendeleza na kuzitunza mbegu za asili.